Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCEA Kanda ya Ziwa imetoa wito kwa wadau wa maendeleo, taasisi za kijamii pamoja na watu wenye mapenzi mema kujitokeza kuwasaidia waraibu wa dawa za kulevya ili waweze kurejea katika maisha ya kawaida na kujiona kuwa nao ni sehemu ya jamii. Wito huo umetolewa wakati wa hafla ya kupokea msaada wa mkono wa heri ya mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan uliotolewa na taasisi ya Desk and Chair Foundation kwa waraibu wa dawa za kulevya wanaopatiwa huduma za uangalizi na marekebisho. Akizungumza katika hafla hiyo, afisa ustawi wa jamii wa DCEA Kanda ya Ziwa amesema waraibu wengi wa dawa za kulevya wamepitia changamoto mbalimbali katika maisha yao, zikiwemo kunyanyapaliwa, kutengwa pamoja na kusahaulika na jamii inayowazunguka. Hata hivyo, amesisitiza kuwa watu hao hawapaswi kuachwa peke yao, kwani bado wana nafasi ya kurekebisha maisha yao na kuwa raia wema wenye mchango chanya katika jamii. Kwa majina, mimi naitwa Esther Marenya, ni afisa ustawi kutoka Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya Kanda ya Ziwa mkoani Mwanza. Kwanza kabisa, ninapenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa taasisi ya The Desk Chair and Foundation kwa kuweza kuwashika mkono waraibu ambao wanaendelea kupata matibabu katika kituo cha Methadone hospitali ya Sepeture. Naomba nifikishe salamu za pongezi kutoka kwa kamishna msaidizi wa Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya Kanda ya Ziwa na kwa ujumla wake, kwa sababu ni kundi ambalo limekuwa likisahaulika mara nyingi katika vitu vingi, lakini sisi tunaamini ni watu ambao wamepitia changamoto nyingi na hadi kuweza kufikia katika hatua ya uraibu. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba wadau wetu ambao wameweza kuonyesha ushirikiano leo, msiishie hapa, lakini pia tuendelee kushirikiana katika mambo mengine, kwa sababu kama mlivyosema, taasisi yenu haina udini, na sisi watu ambao tunawasimamia au tunaratibu matibabu kwao hatuangalii dini ya mtu fulani kwamba huyu ndo afike kwenye matibabu. Tuweze kuwasaidia kwa kuweza kuwapata matibabu, lakini pia huduma za kijamii kama mlivyoonyesha leo, kuweza kusamini mchango wao katika jamii, mchango wao katika taifa, kwa kuwatambua kwamba na wao sio watu wabaya, bali ni ndugu zetu, ni watoto wetu, ni marafiki zetu ambao wanahitaji msaada tofauti na tiba ambayo sisi serikali tunaweza kuiratibu kwa namna moja au nyingine. Kwa upande wao, baadhi ya waraibu wa dawa za kulevya walionufaika na msaada huo wameishukuru Desk and Chair Foundation kwa kuwafikia na kuwasaidia katika kipindi hiki cha mfungo wa Ramadhan. Wamesema msaada huo umewapa faraja na kuwafanya wajione kuwa bado wanathaminiwa katika jamii. Nilikuwa nashukuru sana kwa huu msaada tuliopata, ila pia nilikuwa nawashukuru Desk and Chair, na tulikuwa tunaomba kama itawezekana waje watusaidie na mengineyo, manake kuna wenzetu hapa hawana kazi, pia wametoka mbali na wanahitajika pia wapate msaada. Imagine mimi nimetoka mbali, tuna ndugu, tumekuja kufata tiba, wazazi wetu wapo mbali, ndio tulikuwa tunaomba angalau tupate hata msaada. Kuna wengine hapa wanaume hawana kazi. Zili Masinde, kwanza namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa hii hafla ya leo. Shukrani zangu za pili nazipeleka kwa hawa Desk Chair kwa kitendo walichokifanya kutuonyesha upendo na ushirikiano na jinsi gani wanatujali. Kama wanavyoongea watu wa mamlaka kwamba ukoa usiazibu. Leo kweli tumeona mapenzi yao kwetu. Tunashukuru sana kwa hii sadaka waliotuletea. Tunaomba waendelee kuwa na huu moyo na waweze kuwa wanakuja kujua changamoto tulizonazo, kwa sababu jamii wengine huko bado hawajakubali, inajua bado wateja. Kwa hiyo haitaki tuungane nayo. Tunaomba ije tusapoti ili tuweze na sisi kufanya shughuli za ujasiriamali, jamii iweze kutukubali. Asanteni sana. Ninawashukuru sana Desk and Chair kwa mambo mazuri wanayotufanyia. Ni mambo mengi, wamefanya mambo mengi sana juu yetu, wanasaidia wagonjwa wengi. Kwa hiyo hatuna budi kuwashukuru. Vile vile tuyashike yote tulioambiwa. Mimi watu wangu nawafahamu. Kwa kweli mimi na nyie tunafahamiana. Nani ni nani, nani ni yupi, hiki ni kile. Kwa hiyo naomba mlioambiwa hapa, hebu yatekelezeni basi. Kwa nini hamfungi? Mnafunga nini sasa? Midomo hamuifungi, macho hamfungi, masikio hamfungi,
Ndimi zenu nyie zimewekwa kuongea mabaya tu. Basi funga yenu na iwe ya heri. Muonyeshe basi kwamba kweli mmefunga. Akizungumza kwa niaba ya Desk and Chair Foundation, Hashim Ramadhan Maulid ambaye ni shehe wa TIC mkoa wa Mwanza amesema msaada huo umetolewa ikiwa ni sehemu ya dhamira ya taasisi hiyo ya kusaidia makundi yenye uhitaji maalum katika jamii. Amesema mwezi mtukufu wa Ramadhan ni kipindi cha kuonesha huruma, mshikamano na kusaidiana, hivyo taasisi hiyo imeona ni vyema kuwafikia waraibu wa dawa za kulevya ili kuwafariji na kuwapa matumaini mapya ya maisha. Mwezi huu ni mwezi maalumu sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an anasema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, kwamba enyi mlioamini, kwa hakika mmefaradhishiwa kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan kama walivyofaradhishiwa watu wa kabla yenu. Lakini lengo kubwa la kufaradhishiwa kufunga, la kuwajibishiwa kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan, la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Kwa hivyo mwezi huu umeletwa makusudi mazima na Allah tabaraka wa taala kwetu, ikiwa ni mtihani, ikiwa ni majaribu kwetu, tutatii au tutakhalifu. Tukitii tutafikia na sisi ile daraja ya kuwa wacha Mungu, na tukikhalifu maana yake tumeasi. Sasa tuasi au tutii? Tutii. Tukitii tutafikia ile daraja ya kuwa wacha Mungu. Na akasema ayyamam maadudat, hizo siku za kufunga ni siku chache zenye kuhesabika, hazizidi siku 30. Taasisi hii ndio imekuleteeni zawadi ya futari ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Msafara wa mamba kenge hawakosi. Sasa kwa kuwa mkuu ameleta zawadi hii, na sisi kenge tukashiriki kuja kushirikiana na ninyi. Kwa hiyo tuko pamoja, tunafurahi kwamba Desk and Chair imetufadhili sote, mimi na wewe. Mswalieni Mtume. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.